chapter 2 from verse 19. Nasema ya kwamba watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusii mahali hapa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Bwana Yesu apewe sifa. Nikipenda kwa muda mchache uweze kuangalia neno ambalo tumeweza kusoma siku ya leo mahali hapa. Huyu ni mtumishi wa Mungu, aliweza kukujiwa na watu wa mji, na wakamwambia kwamba mtumishi wa Mungu, katika mji huu ni mzuri, mji huu unapendeza kama vile unavyoona, lakini mji huu kuna shida. Biblia inasema ya kwamba katika ule mji, ati huo mji, katika maji ya mahali pale yalikuwa ni machungu sana. Tena katika ule mji, katika ule mji unapopanda kitu, mashamba mahali pale ama mchanga wa mahali pale haukukuwa unatoa kitu. Basi watu wakamwendea Elisha wakamwambia, mji unapendeza, mji ni green vizuri, mji uko na maji, mji uko na mchanga, unaweza ukapanda, lakini maji ni machungu. Na jambo la pili, unapopanda huu mchanga huwa hautoi kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka niongee na mtu siku ya leo ya kwamba kwenye maisha yako tunapokuangalia, kusema ukweli unapendeza, kusema ukweli wewe unakaa mtu umebarikiwa, lakini kwenye maisha yako wewe kile unachokipitia ni kitu ambacho ukijaribu kuambia wanadamu wawezi wakakuelewa. Hawa watu walikuwa wanapanda, hawa watu walikuwa wanakunywa maji, lakini ukinywa hiyo maji yalikuwa ni machungu sana. Wanapopanda kitu hakukuwa kinatoka kitu. Nao nimekuja kuongea na mtu siku ya leo, wewe ambao umefika mahali ambapo unapoangalia maisha yako hakuna kitu kinaonekana. Ndio uko na mavazi ya kuvaa, unapendeza sana, lakini kwenye moyo wako, mtu wa Mungu, uko na vidonda, umeumia sana, unapitia depression. Nimekuja kuambia ya kwamba unapomwambia mtumishi wa Mungu, unapomwelekezea Mungu, naye Mungu ataweza kukusaidia. Biblia inasema ya kwamba huu mstari ambao unafuata, Biblia inasema ya kwamba Elisha akaweza kuambia kwamba nileteeni chombo hapa. Akaweza kuletea chombo mahali pale, akaenda pale mahali ambapo maji yalipokuwa, ama the source of that water. Akaenda mahali pale na chumvi, akamwaga mahali pale, akasema kuanzia leo maji hayataweza kuwa tena machungu. Akasema tena hapo chini, akasema ya kwamba tena mchanga huu hautaweza kuzaa mapooza tena. Ni kuambia ya kwamba usinyamaze katika jina la Yesu Kristo. Hata kama unapitia changamoto, hawa watu walimwambia mtumishi wa Mungu Elisha ya kwamba tunapitia changamoto, si tunaumia kwenye huu mji. Hata kama mji unapendeza, si tunateseka, si tunaumia. Nao nimekuambia siku ya leo ya kwamba hata kama unaumia usinyamaze, muendee Bwana Yesu Kristo. Mwambie Yesu Kristo, hata kama mimi napendeza, hata kama niko na afya lakini napitia changamoto ya kazi, hata kama niko na afya lakini napitia changamoto ya ndoa, hata kama niko na afya lakini napitia changamoto ya maisha, unamwambia Yesu Kristo, unamwambia Baba, niko mbele zako. Umesema ya kwamba yeyote akuitai ataweza kukuachilia, ama utaweza kumwachilia. Basi nikwambie siku ya leo, mtumishi wa Mungu, popote ulipo, ujiachilie kwa Mungu tu, ukamwite huyu Mungu, umwambie Mungu, niko mahali hapa siku ya leo. Umwambie Mungu, niko mbele zako siku ya leo, kama watu vile walivyomwendea mtumishi wa Mungu Elisha, wakamwambia kwamba mahali hapa tunateseka, mahali hapa tunaumia. Na wewe usinyamaze, enda mbele za Mungu, paza sauti yako kama mtumishi wa Mungu ambaye ni Batimayo akasema, sitanyamaza. Hii hali imenifika mwisho, hii hali imenichosha. Kwa jina la Yesu, Bwana Yesu akusaidia sana, na Mungu akuwezeshe in the mighty name of Jesus. Ukapaze sauti yako na utamuona Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki sana.